Karibu tena kwa kipindi kingine cha wanafunzi wa Yesu kutoka Planning Helpers. Katika somo la leo, tunaongelelea kuhusu uzima wa milele. Sababu ya Yesu kuja ilikuwa nini? Yohana 3:16 inasema, maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi, akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu alikuja kutupa uzima wa milele. Dhambi zetu zilikuwa kizuizi cha uzima huu. Injili yote ni kuhusu uzima wa milele. Kwa hivyo, uzima wa milele ni nini? Yohana 17:3 nasema, na uzima wa milele ndio huu, kukujua wewe uliye peke yake Mungu wa ukweli, na kumjua Yesu Kristu uliyemtuma. Uzima wa milele si kuishi milele tu. Kila mtu huishi milele kiroho. Ni kumjua Mungu na Yesu Kristo. Uzima wa milele ni uhusiano wa karibu na Mungu. Kumjua Mungu kwa ukaribu inamaanisha uhusiano wa karibu sana. Mwanzo 4:1 inasema, Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Mungu anataka tuwe na uhusiano wa karibu naye. Wakorintho wa kwanza 6:17 inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Tunapompokea Yesu, tunapata uzima wa milele. Uzima wa milele unaweza kuanza sasa. Si lazima tusubiri mpaka tufariki. Kitabu cha kwanza cha Yohana 5:11-12 inasema, alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanikiwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Wokovu si wa baadaye tu. Watu wengi wanateseka sana. Yesu alikuja kutusaidia sasa na baadaye. Wagalatia wa kwanza 4, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Yesu alikuja kuturudisha kwa Mungu. Mungu anataka ukaribu nasi. Anataka tuwe na uhusiano wa karibu naye. Ufunuo 3:20 inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Maisha hii ni ya mtelezo. Yesu alikuja kutupa maisha tele. Shetani huiba, Yesu hutoa uzima. Yohana 10:10 yasema, mwizi huja kwa sababu ya kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja mpate kuwa na uzima, na uzima kamili. Ukweli kuhusu uzima wa milele ni huu. Injili ni kuhusu uzima wa milele. Yohana 3:16. Uzima wa milele ni kumjua Mungu. Yohana 17:3. Mungu anataka uhusiano wa karibu. Wakorintho wa kwanza 6:17. Uzima unapatikana sasa. Yohana wa kwanza 5:12. Na Mungu anataka uhusiano nako. Ufunuo 3:20. Tafakari haya. Uzima wa milele ni maisha bora na ya kudumu. Je, unamjua Mungu kwa karibu? Mpokee Yesu leo na uanze uzima wa milele. Amen. Kwa maarifa ya wanafunzi wa Yesu na kusaidia kufanya upya kiakili na kuishi maisha tele, tazama Planning Helpers kwa mitandao yote. Na pia unaweza kutufikia kwa namba tuliopatia, kwa app zilio kwa simu yako na kwa barua pepe. Asante.